Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, kuna ule msemo unaosema ukishangaa ya Musa utaona ya Firauni. Hicho ndicho ambacho tunaweza tukakizungumza mara baada ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kutengua ushindi wa Senegali dhidi ya Morocco kwenye fainali ya AFCON na kuizawadia ubingwa wa Morocco kwa maana ya kuipa ushindi wa magoli 3-0. Pengine hili ni moja kati ya tukio ambalo litakumbukwa sana kwenye historia ya soka barani Afrika chini ya rais wa shirikisho hilo Dr. Patrice Motsepe. Ndicho ambacho unaweza ukakizungumza. Sasa bwana, taarifa yenyewe juu ya kupokwa ushindi Senegali na kupewa ushindi Morocco na ndio mabingwa wapya kwa sasa wa michuano ya AFCON. Taarifa inazungumza kwamba Morocco imetangazwa kuwa bingwa wa fainali za kombe la mataifa Afrika kwa maana ya AFCON 2025 baada ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF kubatilisha matokeo ya kipigo chao kwenye fainali dhidi ya Senegali kufuatia tukio la utata la kutoka uwanjani. Wana Senegali ilifunga Morocco bao 1-0 kwenye fainali iliyochezwa Januari 18, 2026 katika mechi iliyogubikwa na sintofahamu baada ya wachezaji wa Senegali kugoma kuendelea kucheza kufuatia waandaji kupewa penati dakika za majeruhi, huku matokeo yakiwa bado ni 0-0. Bwana, baada ya kusimama kwa takriban dakika 17, wachezaji wa Senegali walirejea uwanjani ambapo penati ya Brahim Diaz iliokolewa kabla ya Pape Gueye wa Senegali kufunga bao la ushindi katika muda wa nyongeza. Bwana, hata hivyo matokeo hayo ya sasa yamebadilishwa kama ambavyo nimekujuza. Bwana, chombo kinachosimamia soka barani Afrika kimeyabatilisha matokeo hayo. Katika taarifa yake, CAF imesema Senegali imechukuliwa kuwa imepoteza mechi ya fainali kwa kujitoa na kwamba matokeo ya mechi yameandikwa kwa ushindi wa mabao 3-0 kwa Morocco. Bwana, uamuzi huo umefuatia rufaa iliyowasilishwa na shirikisho la mpira wa miguu la Morocco kwa maana ya FRMF, ambayo CAF imesema imekubalika kisheria na imeamuliwa kwa faida yao. Bwana, CAF imeongeza kuwa Senegali ilikiuka kifungu cha 82 cha kanuni za AFCON, jambo lililosababisha kutumika kwa kifungu cha 84 kuweza kuipoka ushindi Senegali na kuipa Morocco. Kifungu cha 82 kinaeleza kuwa ikiwa timu itakataa kucheza au itaondoka uwanjani kabla ya muda wa kawaida kuisha bila ruhusa ya mwamuzi, itachukulia kama imepoteza na itaondolewa kwenye mashindano. Kifungu cha 84 kinaongeza kuwa timu yoyote itakayokeuka kifungu cha 82 itaondolewa kabisa kwenye mashindano na kupoteza mechi hiyo kwa mabao 3. Kwa hiyo bwana, hicho ndicho kifungu ambacho kimetumika kuwanyang'anya ama kuwapoka ushindi Senegali. Na sasa bingwa wa AFCON 2025 sio Senegali kama ambavyo tulikuwa tumezoea, bali ni timu ya taifa ya Morocco. Sasa bwana, mara baada ya uamuzi huo bwana, moja kati ya uamuzi ambao umeleta utata, moja kati ya uamuzi ambao umeleta minong'ono, moja kati ya uamuzi ambao umeleta maoni mbalimbali baada ya shirikisho la soka barani Afrika kuipoka Senegali ushindi wa fainali ya AFCON wa goli 1-0 na kupewa Morocco. Sasa Sadio Mane bwana, kupitia kwenye mitandao ya kijamii ametoa ujumbe ama ametoa maoni yake mara baada ya tukio hilo. Anasema huu sio mpira tunaopigania, hii sio Afrika tunayoamini. Kuna rushwa nyingi na inaua shauku ya mamilioni ya mashabiki. Wachezaji wanapambana ila maamuzi ya vikombe yanatoka nje. Nimesikitika, sio tu kwa Senegali bali kwa soka la Afrika. Mashabiki wanastahili haki, uwazi na heshima. Hiyo ni kauli ya Sadio Mane baada ya taarifa ya wao kupokwa ushindi ambao waliupata dhidi ya Senegali. Bwana, tunaweza tukasema Dr. Patrice Motsepe, inawezekana haya ndio maamuzi makubwa ambayo yamewahi kufanywa na kiongozi wa mpira Afrika. Kwa hiyo ni moja kati ya
jambo ambalo kiukweli limewashangaza watu wengi sana, na sijui kama pengine Senegali kwa ujumla watakubaliana hiki ambacho kimeamliwa. Sasa kama ambavyo nimekujuza kwamba kifungu ambacho kimetumika kunyang'anya Senegal ushindi ni kifungu cha 82, lakini kifungu ambacho kimetumika kuwapa ushindi Morocco ni kifungu cha 84. Kifungu 82 kinasema ikiwa timu itakataa kucheza au kuondoka uwanjani kabla ya mechi kumalizika bila idhini ya mwamuzi inachukuliwa kuwa imeshindwa. Lakini kifungu cha 84 kinasema timu iliyopatikana ikikiuka kifungu cha 82 itatangazwa kuwa imepoteza mechi kwa mabao 3-0. Ndicho ambacho kinaelezeka hivyo. Sasa baada ya maamuzi hayo bwana, tumeona kwa upande wa nyota wa Senegali wameshangazwa na maamuzi hayo ambayo yametolewa na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Lakini kwa upande wa nyota wa Morocco bwana, wamepokea taarifa hiyo kwa shangwe kubwa, na moja kati ya nyota ambao wamepokea ushindi huo bwana ni mfungaji bora wa michuano hiyo na aliyekosa penalti ya finali dhidi ya Senegal, na si mwingine ni Ibrahim Diaz ambaye anapiga ndani ya klabu ya Real Madrid. Bwana Ibrahim Diaz baada ya mchezo dhidi ya Manchester City kwenye kombe la UEFA, baada ya Real Madrid kushinda ushindi wa magoli 2-1, bwana Ibrahim Diaz alishangilia alipoambiwa na mashabiki wa Real Madrid baada ya mechi dhidi ya Manchester City kuisha kuwa Morocco ndio mabingwa wa Afrika. Unaweza ukamtazama Ibrahim Diaz namna ambavyo alipokea kwa shangwe baada ya kusikia kwamba tayari kule shirikisho la soka barani Afrika CAF limebatilisha ushindi wa Senegal na sasa wao ndio mabingwa. Kwa hiyo Ibrahim Diaz licha ya kutokuwa na furaha wakati ule baada ya kukosa penalti na nini, sasa unaweza kusema furaha yake imerejea na sasa wao ndio mabingwa, naye pia ndio mfungaji bora wa michuano hiyo. Sasa iko hivyo, lakini kama ambavyo nimekujuza kwa upande wa wachezaji wa timu ya taifa ya Senegal bwana, wameshangazwa na matokeo hayo ama wameshangazwa na maamuzi hayo, na baadhi ya nyota wa timu ya taifa ya Senegal wamejitokeza katika mitandao ya kijamii kuonyesha hisia zao kufuatia taarifa za CAF zilizodai kuwa Morocco wametangazwa mabingwa wa AFCON 2025. Kupitia kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii, baadhi ya nyota wa Senegal walichapisha picha wakiwa na kombe la AFCON pamoja na ujumbe unaoashiria mshangao na kejeli kuhusu taarifa hizo. Baadhi ya jumbe uliosambaa mtandaoni ulionyeshwa vicheko pamoja na maneno yanayohoji uhalali wa taarifa hizo, huku wengine wakisisitiza kuwa walishinda kombe hilo uwanjani. Hatua hiyo imezua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki wa soka barani Afrika na duniani, wengi wakisubiri ufafanuzi rasmi zaidi kutoka kwa CAF kuhusu sakata hilo la kubadilishwa kwa matokeo ya finali. Bwana, baadhi ya nyota wamechapisha picha zao kama unavyoweza kutazama wakiwa wamebeba kombe lao ambao walitoa kwenye mchezo huo, lakini kwa sasa tunaambiwa Morocco ndio mabingwa. Wameweka kombe hilo wakiweka emoji za kucheka, wengine wanashangaa imekuaje. Kwa hiyo huo ndio mshangao ambao wameupata wachezaji wa Senegal baada ya taarifa hiyo ya kubatilishwa kwa matokeo ambayo yalitokea kwenye finali dhidi ya Morocco. Lakini kwa upande wa wachezaji wa timu ya taifa ya Morocco wao wamepokea kwa shangwe na ndelemo. Sasa moja kati ya wachambuzi ambao pia wamecomment kupitia maamuzi hayo ni pamoja na Jemedari Said. Yeye alichapisha kifungu ambacho kimeamliwa, kifungu ambacho kimetumika kuwanyang'anya ubingwa Senegali na kifungu ambacho kimetumika kuwapa ushindi Morocco. Jemedari Saidi ameandika, Afrika tuliwahishwa kupata uhuru kutoka kwa koloni. Anasema kamati ya rufani ya CAF imeipoka ubingwa wa AFCON Senegali na kuizawadia Morocco kwa kitendo cha Senegali kuomea penalti waliopewa Morocco kabla ya kurejea uwanjani na kushinda 1-0. CAF wametumia hiyo kanuni hapo kuipoka Senegali ubingwa na kuwapa Morocco. Ukisoma kanuni waliofanya maamuzi wako sawa, lakini fikiria walioandika walikuwa wanafikiria nini. Kwa akili yangu ya kawaida, serikali ya Senegali hawatakubali
hili kamwe. Watakata rufaa CAS kupitia FA yao, na sioni CAS wakiruhusu upuuzi huu ukitokea kwamba 25-26 kuna watu wanatoa ushindi wa mezani kwa timu iliyoshindwa kiwanjani baada ya dakika 120. Hapo ndo tutajua wakoloni waliondoka mapema. Kifupi, Senegali wamehukumiwa mara mbili kwa kosa moja. Walipigwa fine wachezaji, kocha na FA yao. Jana hukumu ya pili ni kupokwa ubingwa wao, ila Afrika ni kichekesho. Ndicho ambacho amekiandika Jemedari Saidi mara baada ya kuyaona maamuzi ambayo yametolewa na shirikisho la soka barani Afrika, CAF. Sasa unaweza ukanipa comment yako kupitia kwenye comment section hapo chini, ukiniambia pengine maamuzi haya ya shirikisho la soka barani Afrika CAF umeyapokeaje, na pengine unadhani maamuzi haya yanaweza kuwa na afya kwenye soka la Afrika, ama ni maamuzi ambayo pengine yanakwenda kulipaka tope shirikisho la soka barani Afrika? Na unadhani kutangazwa kwa Morocco kuwa bingwa michuano ya AFCON, licha ya kuwa tayari tumeshakwisha kushuhudiwa bingwa ameshanyanyua kikombe kwa maana ya Senegali, je, pengine inaweza likarudiwa tukio la Morocco kukabidhiwa ubingwa na kuanza kufanya sherehe? Bana, ni moja kati ya maswali ambayo pia najiuliza hapa, lakini pia una nafasi ya kushare na mimi kwenye comment section hapo chini ukiniambia maamuzi haya ya shirikisho. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.